Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapojifunza kwa pamoja namna bora ya kuwalea watoto wenye afya na furaha. Je, umewahi kuona mtoto wako akiwa mchovu kila mara, hana hamu ya kucheza, au uso wake unaonekana kuwa mweupe kuliko kawaida? Huenda isiwe uchovu wa kawaida, inaweza kuwa ni upungufu wa damu ambao tunasema ni anemia. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, upungufu wa damu ni mojawapo ya matatizo makubwa ya afya kwa watoto duniani, hasa walio chini ya miaka 5. Mara nyingi husababishwa na ukosefu wa madini ya chuma ambao tunasema hii ni iron deficiency, lakini pia unaweza kutokana na upungufu wa vitamin, maambukizi ya magonjwa ya urithi kama sickle cell au upotevu wa damu. Katika video hii tutajadili dalili 8 muhimu za upungufu wa damu kwa watoto kwa ushahidi wa kitaalamu ili uweze kuchukua hatua mapema. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, familia yako na jamii nzima. Karibu sana na tuanze. Dalili ya kwanza ni ngozi, midomo na viganja kuwa vyeupe. Hii ndio dalili inayojitokeza mara nyingi. Mtoto mwenye upungufu wa damu anaweza kuonekana uso umepauka, midomo sio mekundu kama kawaida, viganja vya ndani vya kope vinaonekana vyeupe. Hii hutokea kwa sababu kiwango cha hemoglobin kinakuwa kimepungua, hivyo damu haiwezi kutoa rangi yake nyekundu ya kawaida. Madaktari mara nyingi huanza uchunguzi kwa kuangalia maeneo haya kabla ya vipimo vya damu. Dalili ya pili ni kuchoka haraka na kukosa nguvu. Watoto kwa kawaida huwa wachangamfu, lakini mtoto mwenye anemia huchoka haraka, hataki kucheza, hulala mara nyingi, huonekana mlegevu. Sababu ni kwamba oksijeni inayofikishwa kwenye misuli na viungo hupungua kutokana na upungufu wa hemoglobin. Dalili ya tatu ni kupumua kwa kasi au kukosa pumzi. Mtoto anaweza kupumua haraka hata akiwa amekaa, kuchoka akitembea umbali mfupi, kushindwa kucheza kwa muda mrefu. Mwili hujaribu kufidia upungufu wa oksijeni kwa kuongeza kasi ya kupumua. Dalili ya 4 ni mapigo ya moyo kwenda mbio. Moyo hulazimika kufanya kazi zaidi ili kusukuma damu yenye oksijeni kidogo. Dalili zinaweza kuwa mapigo kwenda kasi, moyo kudunda kwa nguvu, mtoto kuchoka haraka baada ya shughuli ndogo. Hii ni ishara muhimu inayopaswa kufanyiwa uchunguzi wa haraka. Dalili ya 5 ni kukosa hamu ya kula. Watoto wengi wenye upungufu wa damu hula kidogo, hukataa vyakula walivyokuwa wanapenda, wengine hupungua uzito. Tatizo hili linaweza kuongeza hatari ya utapiamlo kama halitatibiwa mapema. Dalili ya 6 ni kizunguzungu au maumivu ya kichwa kwa watoto wakubwa. Watoto wanaoweza kuelezea hisia zao wanaweza kusema kichwa kinauma mara kwa mara, wanahisi kizunguzungu, macho yanaweza kuona ukungu wanaposimama ghafla. Hii hutokana na ubongo kupata oksijeni kidogo kuliko inavyohitajika. Dalili ya 7 ni kushindwa kuzingatia masomo na kujifunza. Utafiti unaonyesha kuwa upungufu wa madini ya chuma unaweza kuathiri maendeleo ya ubongo. Mtoto anaweza akashindwa kuelewa darasani, akawa anasahau haraka, akawa anakosa umakini na kushuka kitaaluma. Ndio maana lishe bora ni muhimu tangu utotoni. Dalili ya 8 ni kutamani kula vitu visivyo chakula. Hii ni dalili inayopuuzwa sana. Mtoto anaweza kutamani kula udongo, chaki, majivu, barafu, karatasi. Tabia hii imehusishwa kwa karibu na upungufu wa madini ya chuma na mahitaji ya uchunguzi wa kitabibu. Hii hali inahitaji kabisa uchunguzi wa kitabibu. Nini cha kufanya ukiona dalili hizi?
Usimpe mtoto dawa za kuongeza damu bila ushauri wa daktari. Mpeleke kwenye kituo cha afya kwa mambo yafuatayo. Kwanza, kupimwa kiwango cha hemoglobin. Pili, kubaini chanzo cha upungufu wa damu. Tatu, kupata matibabu sahihi. Pia, hakikisha mtoto anapata lishe yenye. Kwanza, vyakula vyenye madini ya chuma kama ini, nyama, samaki, maharage, dengu na mboga za majani za kijani. Pili, vyakula vyenye vitamini C kama machungwa, mapera na maembe ili kusaidia ufyonzwaji wa madini ya chuma. Kwa watoto wachanga, kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza na kuanza kula vyakula vile vyenye nyongeza vyenye virutubisho ni hatua muhimu ya kinga. Mzazi, upungufu wa damu unaweza kuanza kwa dalili ndogo ambazo ni rahisi kupuuzwa, lakini ukiachwa bila matibabu unaweza kuathiri ukuaji wa mtoto, uwezo wa kujifunza, kinga ya mwili na hata kuhatarisha maisha. Habari njema ni kwamba mara nyingi tatizo hili linaweza kuzuilika na kutibika likigundulika mapema. Usipuuze uchovu usio wa kawaida, ngozi iliyokauka au mabadiliko ya tabia ya mtoto wako. Kama umejifunza jambo kupitia video hii, bonyeza like, subscribe na ushiriki video hii ili kuwasaidia wazazi wengine kulinda afya za watoto wao. Moyo wa Malezi, tunalea kwa maarifa, tunajenga kizazi chenye afya na matumaini. Tukutane tena kwenye video nyingine. Mungu akubariki na kutakia malezi mema. Asante.